tiba ya kwanza kutoka kwenye trauma ni kusema na wewe huku ndani, ni kujisemesha, naweza mimi hapa, natoka. Ongea. Unaona uwezi kuongea watu watasikia, piga roboshoko, tekele mande. Bwana unasemaje? Ikarikete. Lazima mtu awaze kama kavurugwa huyo. Yes. Haupagawi. Amen. Otherwise unajiingiza kwenye bondage ya utumwa ambayo kutoka kwake ni vidonda, unakuja kulaumu watu baadaye. Njia pekee ya kujisaidia pona haraka, punguza kuamini kwamba ulikuwa sawa. Jiwekee percentage ya kusema don't give yourself all the credit. Quick healing ya trauma is to have faith. Hata kama uliwahi kuwa kahaba, nisikilize. Biblia inasema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. That's why there is a reason of that scripture. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kosa lako unafikiri kwamba unapotembea kila saa yule ndugu yupo hapo amekuona. So unaishi kwenye utumwa wake. Kwa anaye control maisha yako sasa ni yeye, sio wewe. So you cannot do anything. Huwezi kufanya chochote sasa, kwa sababu unakaa kwenye umivu lake. Mimi mama yangu angekuepo nisingepitia hiki. So unajiweka kwenye mahali ambapo kwamba sitakuja kuwa kitu kingine chochote cha maana. Biblia inasema katika imani hii, anasema kuna dumu vitu vitatu. Cha kwanza anasema imani, cha pili tumaini, cha tatu upendo. Anafanya kubwa kuliko vyote ni upendo. Nao vinadumu vitatu. Maana yake nini? Kuna imani iko hapa. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Ndio maana Mungu pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Anaweza akawa anatamani kukutoa kwenye hayo maumivu, kukutoa kwenye huo uchungu, lakini kwa kuwa hakuna imani haiwezekani hata kummotivate yeye kufanya chochote. Tiba ya trauma Roho wa Mungu anakuletea leo. Hii sio therapist. Hii ni kutoka kwa Jehova mwenyewe. There is one thing which is higher than therapy. It's called the word of faith. Neno la imani, lile tuliaminilo. Yes. Imani ni nini? Ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa. Ili tuweze kutoka kwenye uchungu na maumivu, there must be a portion of faith. Trusting Jesus. Yes. Hii ndio sababu kwa nini Yesu alikufa na kufufuka. Ladies and gentlemen, Yesu alikufa na kufufuka ili atuonyeshe kwamba kuna possibility kabisa watu wanaweza kukanyaga. Yes. Wakakuua, wakakuharibu. Anasema ndani yangu mimi unaweza ukawa hai tena. Yesu alipofufuka alikuwa na makovu matano tu. Kovu la kwenye mkono wa kulia, kovu la mkono wa kushoto, kovu la kwenye mguu, kovu la kwenye mguu wa kulia, kovu la ubavuni. Makovu matano tu. Mijeredi hakuwa na makovu. Na ile ilibaki kama alama ili awaonyeshe akina Tomaso. Yes. Kuna vitu vinatakiwa kubaki kwenye maisha yako. Ruhusu vibaki ili waonyeshe watu, niliwahi kubaki lakini cheki Bwana alichonifanya. Niliwahi kuumizwa lakini cheki Yesu alichofanya. Niliwahi kunyang'anywa kila kitu lakini cheki Yesu alichofanya. Niliwahi kuitwa malaya lakini angalia Yesu alichofanya. Niliwahi kuitwa asiyefaa lakini angalia Yesu alichofanya. Nisikie amina kutoka kwa anayepona usiku huu.